Survive for tomorrow and take action. Okay, hiyo survive for tomorrow and take action inajihusisha labda na nini? Yaani shughuli zake sana nimejikita kwenye nini? Survive for tomorrow and take action, shughuli kubwa ni kwamba inatoa elimu juu ya masuala mbalimbali ya kijamii, hasa yale ambayo yanakuwa na asili jamii moja kwa moja. Mfano hapa tunazungumzia ndoa za utotoni, hapa tunazungumzia pia mimba za utotoni. Pia kuna masuala mengine ambayo tunadili nayo kama ubakaji, ulawiti. Kwa short ni survive for tomorrow inadina na masuala kama hayo. Sawa sawa. Yapi malengo makubwa ya hiyo taasisi yenu mlioanzisha, na natumai bado ni changa? Ni sahihi kwamba bado ni changa, lakini bado kwenye uchanga huo lakini kuna mambo ambayo yanafanyika ambayo yamekuwa yakielimisha jamii ambayo yanaweza kuleta ni mabadiliko makubwa kwenye jamii. Malengo yetu makubwa ni kwamba tunataka kwanza kwa kiasi kubwa tuweze kupunguza hayo matukio mbalimbali, kwa mfano ya ubakaji. Kama unapojua hivi karibuni kulikuwa na matukio mengi ya ubakaji. Watoto wanabakwa, watu wazima wanabakwa. Hivyo pia pengine ni lengo lingine kwamba tunataka tupunguze matukio kama ya ulawiti. Kama sasa tunaona watoto wa kiume wengi wanafanyaje, wanalawitiwa. Kwa hivyo basi taasisi yetu ya Survive for Tomorrow ipo kwa lengo zuri kabisa la kwenda kutokomeza hayo matukio ambayo yanakuwa na iasili jamii. Basi ndugu mtazamaji, siku nyingine tutaangalia taasisi hii kwa kinaga ubada na kwa upana kabisa, ili tuweze kupata mambo mengi yanayohusiana na hii taasisi. Ni taasisi ambayo inajikita sana kutoa elimu na kwa ajili ya kujenga na kuelimisha jamii. Basi kwa leo naomba tuishie hapa, pia uwe na wakati mwema. Asante.